Bana, mambo vipi? Hii ni NBC Fan Zone. Leo kikubwa kilichotukutanisha ni kuyapata maoni ya mashabiki mbalimbali kutoka NBC Bank ambao ndio mdhamini mkuu wa ligi kuu ya NBC, yani ligi namba 4 kwa ubora barani Afrika kwa mujibu wa IFFHS. Sasa leo kushoto kwangu niko na Ali Saidi. Huyu ni shabiki wa Dar es Salaam Young Africans, lakini kulia kwangu niko na Nehemia Mwakasonda ambaye yeye ni shabiki wa wekundu wa Msimbazi, yani Simba Sports Club, wale wanaotamba kimataifa zaidi. Sasa leo nataka tukapige story ndugu zangu. Okay. Ligi inaendelea na mechi nyingi zimechezwa. Hapo katikati kumekuwa kuna mapumziko, timu ya taifa imeenda Morocco katika michuano ya AFCON. Tumeshuhudia mengi sana na vijana wametuheshimisha. Na vijana wengi ambao pia wametuheshimisha ni kutoka klabu zetu kubwa za ligi kuu ya NBC ambao ni Simba na Yanga. Nehemia, natamani kusikia kutoka kwako. Unadhani Simba wanasimama katika nafasi gani kuelekea kwenye harakati za kubeba ubingwa wa ligi kuu ya NBC msimu huu? Kwanza nashukuru kwa nafasi hii, lakini ni kwanza bado ligi ni mbichi sana. Na nina imani na timu yangu na nina imani kwa mwenendo tunaoenda. So far tumefungwa mechi moja, lakini hatujaachwa mbali sana mtu ambaye anaongoza ligi. Kwa ni matumaini kwamba we'll bounce back na tutakuwa vizuri zaidi. Na kutokana kwamba tuna mechi nyingi mkononi, kwa tukishamaliza hivi polo tuna uwezo kuongoza ligi. Kwa sababu kwenye ligi yoyote anaweza akapoteza mechi na kila mtu yuko vizuri. Na unadhani msimu huu labda kwa kiutofauti gani ambao Yanga wamedominate kwa misimu 4 mfululizo. Unadhani kitu gani ambacho kitofauti ambacho Simba atakuwa nacho msimu huu ili kiwawezeshe wenyewe kubeba ubingwa wa ligi kuu? Exactly. Nadhani kwa sajili ambayo Simba wamezifanya na tumebadilisha makocha hivi karibuni, lakini ilikuwa ni wake up call kwetu sisi. Kwa hiyo msimu hautakuwa kinyonge. Kama nakumbuka msimu wa mwisho, game ya mwisho ndio tumeamua bingwa alikuwa nani? Na kwa tofauti ya point moja kama sikosei. Kwa hiyo hata mwaka huu haiwezi kuwa rahisi kiasi hicho. Kwa hiyo naamini Simba mwaka huu anaenda kufanya kitu kizuri zaidi. Ali, wewe unasemaje? Kwa sababu kama Simba wao wanasema kwamba wana nafasi kubwa ya kupindua meza na kubeba ubingwa. Wewe ambaye umekuwa ni bingwa wa ligi kuu ya NBC kwa misimu 4 mfululizo, unaiona wapi Yanga msimu huu? Mimi nadhani swala la ubingwa ni plan na kuwa na wachezaji wenye umri mdogo ambao wanaweza wakafanya maamuzi makubwa. Nadhani kwa kusema hayo, kwa upande wetu tuna kila sifa ya kuweza kutekeleza hilo. Sidhani kwa kubadilisha msimu mmoja kutoka waliopita tusema tumepishana kwa pointi moja kwamba mwaka huu wanaweza wakafanya kitu tofauti. Sioni hiyo nafasi kwa ndugu zetu. Kwa hiyo Yanga bingwa kama kawaida. Yanga bingwa. Yanga bingwa. Mna mikwara sana mashabiki wa Yanga, na kabla sijaenda mbali zaidi, na limekuwa ni swali ambalo likizuka sana. Na msimu uliopita Nehemia umesema kwamba mechi ya mwisho ambayo ilikuwa ni ya dabi ya Kariakoo ndio iliamua ubingwa, sio? Ndio. Na kumekuwa kuna maneno mengi kwamba mechi kati ya Simba na Yanga imepoteza mvuto. Yaani dabi imepoteza mvuto. Badala yake Yanga wamekuwa wakidai kwamba wao wakicheza na Azam ndio wanaona kama wana feeling ya kucheza dabi. Wewe unaionaje? Ni kwa nini unaona labda mashabiki wa Yanga wanakuwa na hicho kiburi? Nadhani maneno ya mashabiki tu, lakini ukweli ni kwamba wachezaji wenyewe wanajua inapokuwa mechi ya Simba na Yanga tempa inakuwa tofauti kabisa. Ndio. Na inapokuwa labda Yanga na timu nyingine, hata kujiandaa kwao kisaikolojia na kila kitu inakuwa tofauti kabisa. Kwa ukweli unabaki pale pale kwamba wanaenda kucheza na Simba. Kwa hiyo ile ya mashabiki ni mashabiki, lakini ndani uongozi wao hata wachezaji wao wanajua kwamba guys tunaenda kukutana na Simba. Sio timu ambayo ni nyepesi hivyo. Kwa hiyo hata wao na ndio maana unaona wakitufunga inakuwa ni kama sherehe kwao. Kwa hiyo wanajua wamemfunga mtu mkubwa. Timu namba 6 kwa ubora. Exactly. Kwa viwango vya CAF. Na tunaendelea kutikisa. Kwako Ali? Mimi nadhani kidogo kama anaelekea, lakini ni kweli inakuwaga mechi kubwa, kweli inakuwa ina tension, kweli tunajua tunaenda kucheza na timu kubwa, lakini ukiacha yote tunajua tunaenda kucheza na timu kubwa ambao tuna uhakika wa kushinda. Hilo ndio ambalo linakuwa tofauti kwa sisi na wao. Kweli ni timu kubwa, kweli ina uwezo, lakini sisi tunaenda kucheza ile mechi tukiwa tuna uhakika wa ushindi. Kabisa, yani sisi tumeshamzoea Simba na tunajua wapi anapofeli. Tumefanya hivi kwa zaidi ya mara 5 mfululizo. Kwa hiyo nadhani itaendelea mpaka watakapoweza kujifunza, lakini kwa sasa hivi sidhani kama wanafanya. Wewe unadhani kitu gani ambacho kinawafanya Simba wanakuwa kwa nini mnakuwa mnapata hichi kiburi? Yaani kiburi hichi mnakitolea wapi? Kwamba kuona Simba kwamba hawana uwezo wa kuendelea kuwafunga nyie?
Mimi naona ni issue ni quality ya wachezaji. Quality ya wachezaji wao mmoja mmoja na sisi ni tofauti, na pia ukiangalia kucheza kitimu, unajua bado wao wanaokota wachezaji wanao wengi, kila msimu wanachukua, wanaingiza 10, wanatoa 6, kwa hiyo bado hawajaungana, lakini sisi tuna wachezaji 8 ambao wanaenda, huu ni msimu wa 4 mfululizo. Kwa hiyo kwa kutokana na teamwork tuliokuwa nayo, chemistry tuliokuwa nayo kubwa, hiyo inatupa kiburi na inatupa kwamba uhakika kabisa kwamba tunaenda kucheza na Simba, ni timu kubwa, lakini uhakika wa ushindi. Yes, ndugu mtazamaji ambao unatazama, na nadhani unaona kabisa mchuano umekuwa ni mkali, na siku zote ikiwa ni Simba na Yanga basi moto huo unawaka. Hii yote inakuja kwa udhamini wa NBC Kiganjani ambao tunakwambia ukigusa tu imo. Lakini Ali amegusia kitu ambacho kimenivutia kidogo kwenye swala zima la quality ya wachezaji. Sasa mimi nina swali hapo Ali. Simba umesema kwamba wamekuwa wakistruggle, wanaleta wachezaji wengi. Wewe unadhani mchezaji gani ambaye wewe kama mshabiki wa Yanga ambao labda msimu huu unatamani sana yani angejiunga, au kwa namna yoyote uongozi wa klabu yako ya Yanga ungefanya kila linalowezekana wamchukue kutoka Simba ama kutoka kwa wamnyama Simba wanalunyas aje Dar es Salaam Young Africans? Kweli, kiukweli kwamba hakuna timu mbovu ambayo haina mchezaji mzuri hata mmoja. Kwa hiyo kuna ile winga ile. Ipi hiyo? Ile winga ikiamia upande huu. Winga gani? Winga gani kwa maslahi mapana wanaotutazama? Unaowajua. Anaitwa Eli Mpango. Yule kiukweli yani yule ni mchezaji mzuri sana, yupo katika timu mbovu. Kwa akija Yanga pale anachukua nafasi ya nani, anabidi akae benchi ampishe Eli Mpanzu. Sisi timu yetu ni kama kawaida, tuna wachezaji wengi, kwa hiyo hatujasema eti anakuja anamtoa mtu. Leo atacheza huyu, kesho atacheza huyu. Kwa hiyo nafasi atapata. Timu yetu ina mafundi wengi wa kubadilishana. Tuna vitu vingi vya kuonyesha. Kwa hiyo hatuwezi kukubali kwamba eti anaingia moja kwa moja, hapana. Lakini ana vitu vya kufanya. Kwa hiyo umeona jamaa anaringa hapa kwamba Mpanzu bado wako naye sana, na nadhani ndio lengo. Labda tumsikie Nehemia. Kwamba wewe umesema kwamba Mpanzu akienda Yanga sio lazima kwamba ataanza, si ndio? Sio lazima ataanza, lakini atakuwa na nafasi ya. Kwa hiyo mnamchukua anaenda kuwa backup. Hiyo ndio ninachotaka kusema. Kwa sababu sisi tuna wachezaji wengi, hatuwezi kusema as a backup moja kwa moja, watakuwa na shift. Kwanza kabisa Nehemia, nadhani umesikia maneno ya Ali. Anasema kwamba hamna timu mbovu ambayo inakosa moja kati ya wachezaji ambao wana quality. Yaani wanaweza wakaja wakasambua kwa okota. Sasa wewe maoni yako ni yapi kuhusu hilo ambalo amelisema Ali? Kwanza ni maneno ya kishabiki ambayo anaongea, lakini wazalama wasema usilonge ukamala. Ni msemo mkubwa sana. Tayari mwenyewe imeonyesha tayari anamkubali Eli Mpanzu kibisawala. Na tayari Simba ni timu ambayo Afrika inatambulika. Ni timu bora, ipo kwenye top 10. Wao wanajiita wako bora, lakini wana struggle kuingia top 10. Tumewapita kwenye points. Walikuwa wanatuita mwaka robo, lakini ni consistency ambayo Simba ilitengeneza. To be honest, Simba ina wachezaji wazuri ambao Yanga wao wenyewe wana watch pale kwamba tuchukue nani. Mifano ipo, wachezaji wengi sana ambao wakichukuliwa wakienda kwa akicheza kidogo wanaonyesha tofauti nao kwa. Kwa hiyo sio kwamba Simba ni timu mbovu, sio mbovu. Hii ni rhythm tu. Nadhani mchezo wa mpira wa miguu unajua jinsi ulivyo. It's like gambling. Sometimes unaweza kusajili vizuri, lakini chemistry inaweza switch hapo au with time ika switch. Kwa hiyo ni vitu kama hivyo. Na ujue timu za Simba na Yanga pressure ni kubwa kidogo kutoka kwa mashabiki. Kwa hiyo viongozi wakienda na ile pressure sometimes wanaweza kupoteana, lakini mimi naamini Simba is the best bro. Wewe unaambiaje kuhusu mashabiki wa Yanga, kuhusu wao kutegemea ama kufikiria na kutamani kumpata Eli Mpanzu kibisawala? Sisi kama Simba taifa kubwa wanamtaka, waje mezani. Misala bado ni wasi. Kwa hiyo wanaweza wakazungumza. Waje mezani, wakitaka kumnunua sitawauzia, hatuna tatizo nao. Swali lile ambalo nimuuliza Ali Saidi kwamba wao wanatamani mchezaji yupi kutoka kwenu ajiunge na wao, yani uongozi wao ufanye kila liwezekanalo. Sasa nalirudisha kwako hilo swali. Watamani uongozi wa Simba Sports Club wafanye kila liwezekanalo. Mchezaji gani ambao unatamani leo kesho atoke Jangwani aje Msimbazi? Technically kwa mimi na uheshimu mpira, siwezi kusema Yanga ni timu mbovu. Kama mwenzangu alivyosema. Kwa hiyo hauheshimu mpira. Lakini yeye hauheshimu mpira. Sawa. Kusema ni timu mbovu wakati ni baba yako Afrika, unakuwa ukosea adabu mpira. Sawa. Afrika sasa ukikaa pale wakina Mosepe nani wanasema Simba Sports Club. Hawezi kusema Yanga, IHF whatever. Watamtaja Simba. Kwa hiyo to be honest, mimi vipaji vya cheza na vikubali, and kama ingetokea chance
mimi big brain defender, ningeweza kumrecruit kuja Simba. Dickson Job. Yes, exactly. Ni beki ambaye namkubali, ana uwezo na anatumia akili nyingi sana. Sawa. Kwa hiyo na pia kwenye timu yote lazima unakuwa na mtu ambaye ni game changer, kwamba anaweza kaamua matokeo muda wote. Sahihi kabisa. Of course wana kipaji cha Pacome Zouzoua, ni mchezaji mzuri. So to me naona kama hao wawili anaweza nikachukua, na probably wanaweza wakapambana kuingia kwenye first 11. Wanaweza kupambana. Lazima wapigane kwa sababu Simba hali anacheka bwana. Simba nao kuna wachezaji wazuri. Unapokuja pale usiuka reluctant kwamba kule ni kwa lazima uanze. Obvious, lazima upambane. Sawa. Ndio. Mimi nafurahi. Hali nadhani umesikia kwamba Simba wenyewe wanamvizia pale Pacome Zouzoua, Zidane wa Ivory Coast na big brain defender Dickson Job. Wewe unadhani kwa kifupi tu wafanye nini ili wawapate hawa watu? Mimi nadhani hakuna la kufanya. Unajua Yanga tukiacha kuwa timu kubwa ambayo sawa wametuzidi katika viwango vya FIFA, lakini hiyo ni historia. Unajua tunasema ilikuwa timu kubwa zamani. Mpira unacheza sasa. Mpira unacheza sasa, kwa hiyo maana yake wakija waki-update ule mkeka lazima atakuwa ameshuka, sisi tumepanda. Kwa hiyo hilo ni jambo la kawaida tu kweli. Nashukuru umenijibu hivyo. Sasa mimi swali langu jingine kwenye hii mitanange na nini, kutokana na ligi inavyoenda, ni sahihi sana kusema kwamba Simba ndo baba mwakilishi mkubwa katika soka la Tanzania kimataifa, kwa sababu tumekuwa tukifahamu katika renki za CAF Simba yuko pale juu nafasi ya 6 na hamna timu nyingine yote ambayo iko top 10 kutoka Tanzania. Je, ni sahihi mtu akisema kwamba Simba ndo baba mwakilishi katika soka la Tanzania huko barani Afrika? Mimi nadhani hiyo kauli iko sawa, lakini inahitaji marekebisho kidogo. Alikuwa baba, sio baba. Lakini bado yuko nafasi ya 6 katika viwango vya CAF. Mkeka bado hujawa updated. Yaani ukija kuwa updated, unajua mkeka huu updated yearly. Baada ya kipindi cha miaka 5 unakuwa updated ule mkeka. Kwa hiyo ukija kuwa updated upya, tunaamini kabisa tutakuwa tumepishana. Tutakuwa tumepishana kwamba Yanga anaweza kazichanga karata. Lakini kumbuka Simba wametumia misimu zaidi ya 4 kupambana kufika katika nafasi ya 6. Nadhani na sisi tunaona tunavyoenda. Msimu uliopita tumecheza shirikisho finali, kitu ambacho wao hawajawahi. Kwa hiyo ile tu inafunika. Wameshacheza lakini. Ile inafunika wamecheza sasa hivi. Lakini ile inafunika kwa karobo kama 4 hivi. Kwa yake ya kuweza kufanya sawa. Sasa hivi tunaenda tunamuona kundi lake alokuwa nalo ana hali mbaya. Kwa hiyo hatumuoni kama tena anaweza akaendelea na safari. Na mimi unasemaje? Kwanza kumrekebisha. Updation haifanyiki baada ya miaka 5. Timu zikishatinga kutoka makundi kwenda robo finali, points zinabadilika na zinaongezeka. Sahihi. Kwa hiyo yale mashindano yakiisha obvious. Kwa hiyo asione kama yeye kuwa na point 1 amewin. Simba shia kufanya tana hapa. Tulifungwa mechi 2 mfululizo, lakini tukampiga Vipers nje ndani na tulipenya kwenye ile kundi. Kwa hiyo bado hata yeye mwenyewe yuko dilemma, hajui kama anaweza kupita. Lakini Simba ndo baba. Hilo tulijua na amekubali. Lakini anasema zamani. Kwepa kwamba zamani, lakini ulipomwambia kwamba bado anashika nafasi ya 6. Tanzania ndio timu pekee ambayo ipo kwenye top 10. Kwa obvious lazima wakubali. Mwambie akubali kwamba hilo ni sawa. Sasa hali hapo inaweza tukakesha. Lakini mimi swali langu jingine nalirudisha kwako. Kwa sababu hali ameshanijibu na wao wameshatoa maoni yako, na ligi yetu ya soka, ligi kuu ya NBC, Yanga ndo anaongoza kwa kuwa na mataji mengi ya ubingwa, takriban mataji 31 kama sijakosea ya ubingwa. Je, ni sahihi kusema kwamba Yanga ndio baba wa soka la Tanzania? Kwa kuangalia single factor ya vikombe, siwezi kuwa mchoyo. Mnyongeni yake mpeni. Sawa. He's leading kwa vikombe. Kwa hiyo obviously hilo nitakubali, lakini ndio maana nikasema kuangalia single factor. Lakini pia katika takwimu zinaonyesha kwamba ameifunga zaidi Simba mara nyingi zaidi. Exactly. Kwa sababu kama ni dabi, kwenye upande wa dabi hicho kitu kinatokea. Ndio. Lakini ndio maana nasema kwa single factor. Ukiangalia factor nyingine upande wa goals na nini. Kwa hiyo ni factor zipi ambazo zitamkataa Yanga yeye kutokuwa baba wa soka la Tanzania? Ukienda kwenye multiple factor, kuna vitu vingi sana ambavyo tunaweza kaangalia. Huwa anasema kwamba Afrika yeye ni wa kwanza kufika nusu finali. Imemtoa Zamalek nyumbani kwake. Mtu ambaye alikuwa bingwa na alikuwa mkali mno. Simba amefanya hicho kitu. Sidhani kama mwenzetu amefanya hicho kitu. Kwa hiyo kwa historia hawezi kujitetea sana. Kwa mwisho wa siku kwa Tanzania ukiziongelea timu kubwa ni Simba na Yanga.
Obvious tutaziongea. Na of course wamepishana kidogo sana kwenye mwaka wa kuanzisha. Kwa ni Simba na Yanga. Huwezi kusema tu kwamba Tanzania ni Yanga peke yake, hapana. Sawa. Hata ukienda kwingine, ndio maana huwa natokea nchi nyingine kama timu ikisafiri, mimi nasafiri na timu. Wakiuliza sema we only know Simba in Tanzania. Kwa kidogo Yanga ina maana anajulikana hapa Buguruni, kwa Mtogole wapi. Kwa unaona kuna soka la mchangani. Soka la mchangani. Sasa ukienda kwingine watu wanajua Simba. What's Yanga? Ukimwonyesha je sasa umeelewa? I know Simba, not Yanga. Simba kidogo ina hiti, inaenda huko, ipo nje. Lazima kubali. Ali bwana, nadhani umemsikia Nehemia anapotamba. Na kwa kifupi tu Nehemia, na nirudisha sana swali kwako. Hivi kwako wewe ni bora kupoteza mechi ya Simba na Yanga au ni bora upoteze ubingwa wa ligi kuu ya NBC? Kupanga ni kuchagua, lakini sometimes unapokuwa na hesabu nzuri unaweza ukapoteza mechi ya dabi lakini ukashinda hizi mechi nyingine zote. Sawa. Ikawa ni perfect. Kwa mfano, naweza nikapoteza mechi ya Simba na Yanga alafu yeye akawa amedraw na hawa wadogo anaoita wadogo kama 3 4, then drop off inakuwa ni kubwa sana kwake. Kwa hiyo mechi ya dabi inakuwa na vitu vingi sana, tension kwa wachezaji, kisaikolojia na kila kitu. Kwa wewe mimi sasa swali langu lilikuwa feeling yako inakuwa unakuwa excited kwa namna gani? Yani kwamba furaha yako inakuja pale unapokuwa umeshinda mechi ya dabi yani Simba na Yanga, au unapokuwa umebeba, yani umepewa option mbili, either timu yako ibebe ubingwa wa ligi kuu ya NBC au ishinde mechi ya Simba na Yanga. Ipi ambayo itakufurahisha zaidi wewe kama shabiki wa Simba? I think main objective ni kubeba ubingwa. Naam. Hiyo nyingine kwamba nilimpiga mpinzani haisaidii. Kwa ubingwa ndio kila kitu. Na nalirudisha Ali Saidi ili swali kwako. Ni bora kushinda ubingwa wa ligi kuu ya NBC au ni bora ushinde mechi ya mtani wa jadi, mechi kati ya Simba na Yanga? Naona ni bora kushinda ubingwa kwa sababu ile mechi tuna uhakika wa kushinda. Kwa hiyo ile sio ya kuiweka katika ile mechi mlishaifuta. Ubingwa ni bora ile ikiwa ni sehemu ya mechi ya kutiki box. Ile ni ya kutiki box tu. Hata ndugu zetu tumewakosa hapa juzi kwenye Mapinduzi, wametuponyoka na tunawishi kabisa mwafuate. Kama kulikuwa kuna game ya mshindi wa 3, kiukweli tungefungwa ili tumkute. Nafurahi sana kusikia. Sasa mimi swali nalirudisha jingine kwako Ali. Watu wengi wamekuwa wakizungumza katika mitandao ya kijamii na mtaani kwenye vijio vya kahawa, wanazungumza bwana Yanga amefeli kwenye usajili kabisa msimu huu. Sajili wachezaji wengi wa kigeni, lakini rumors zinazosambani kwamba wengi wanaondoshwa, wanapelekwa katika timu tofauti tofauti, aidha kwa mkopo ama kwa kuuzwa kabisa. Unawapa alama ngapi uongozi wako katika usajili wa msimu huu mpaka sasa? Okay. Ni kweli hilo, lakini sio kwamba hatuwezi kuita kufeli kwa sababu mpira ni prosesi, mtu anahitaji muda, anahitaji chemistry, aungane na wenzake. Kwa hiyo kuna muda mwingine kama kiuchezaji inakataa. Kwa hiyo inatokea tu kwamba kutesti na kufeli, lakini we cannot call it kufeli kwa sababu tunataka tufike mwisho wa msimu alafu tuone tumeshindwa kuyatekeleza haya, ndio tutasema tulifeli. Lakini kumleta mtu na akakataa ni jambo la kawaida. Haya mambo yameshafanyika ni kitu cha kawaida kwenye mpira. Chelsea walishawahi kumsajili Fernando Torres akiwa moto sana kutoka Liverpool na ikashindikana, na by then ni Chelsea wakafanya mambo makubwa. Ni sahihi kabisa. We cannot call it failure mpaka mwisho. Na kuna dirisha hili la Januari hapa, kwa kuna room ya kufanya adjustment. Na mimi wanasemaje, unaongeleaje usajili wa Yanga msimu huu? Acha nicheke tu, lakini unajua ngoja nikwambie sometimes ushabiki ni mgumu sana. Mimi kwenye reality naongea reality sometimes. Kwa pale tumeingia chuo cha kike au tumekosea vitu kama hivi. Mtani kachemka sehemu gani hasa? Kwa na maplo kama 5 ambao unawalipia $4,000 kama sikosei kwa msimu, alafu huwatumii, then it's nothing. Bora wewe na kina Dennis Nkane 10. Umeelewa? Una Conte, una Dombia, una Boyeli. Boyeli ni kisa alimfunga Simba mechi na Power Dynamo kama mnakumbuka. Kwa hiyo mtani asikatae. Msimu wale unakuwa ngapi? Umekosea. Yani to be honest, nakumbuka TFF walishakusema tunatakiwa tuchukue wachezaji ambao wana quality fulani, wataileta challenge kwa wachezaji wetu. Sasa Boyeli analeta challenge. Si bwana nicheze mimi striker. Bora ucheze mimi bwana Tevez. Hata wasinilipe. Nilipe nicheze ni score pale na luka heda zangu 2 goli fresh. Namna gani hapo? Sasa hii imekaa vizuri. Sasa tumezungumzia kwa udogo kuhusu usajili wa Yanga. Usajili wa
wa Simba Sports Club wamesajili wachezaji mbalimbali, akina Rushan Derek, wamewasajili akina Alassane Kante, wamewachukua watu kama akina Nabi Kamara, akina Nio Maema. Unawapa uongozi wako asilimia ngapi katika usajili wa msimu huu? Ni kwa namna gani wamekufurahisha ama wamefanya vizuri kazi ya usajili? Of course, I think naweza nikawapa kwenye asilimia 70. Siwezi kuzidi zaidi ya 70 kwa sababu baadhi ya wachezaji tukiangalia walikotoka walikuwa wanaenda vizuri, lakini ligi ya Bongo nayo ina pressure yake kubwa. Sahi. Na mchezaji pale ambapo anakosa ule kujituma uwanjani, tayari unaona kwamba inaweza isilete matokeo mazuri kwenye timu yake. Sawa. Kwa kuna baadhi ya wachezaji ambao unaona mimi wanaenda vizuri. Kama Kamara naona nazama hiyo ni mashine kweli. Anacheza namba zote. Alassane Kante yuko vizuri na system zote. Neo Maema kidogo bado ni kama hajaenda na rhythm ile ya Simba. Nadhani bado hajaweza kudefine ukubwa wa Simba na aweze kujituma zaidi. Tulikuwa na watu ambao left footer magician, kama unakumbuka ile Bwalia. Rally South Africa. Sure. Kaliba yake ni kama Neo Maema, lakini Bwalia alikuja alichangamka kidogo. Kwa kuna vitu ambavyo nadhani kama uongozi utakuwa umeviona, na hili ndilisha dogo. Uzu wetu sisi Simba huwa tunakaa kimya. Unakuja kusikia tu fulani kaingia. Lakini hatuna ile kwamba fulani. Kwa wenzetu kidogo huwa inawatesa, na ndio maana wakaishia kwa Conte. Tulikuwa na Kante wakasema ni huyu wakachukua, lakini cheki hamna kitu pale. Kwa hiyo kwenye usajili na pia nisema ni kitu ambacho especially dirisha dogo, sio dirisha kukimbilia kuchukua wachezaji wengi sana. Sawa. Unaangalia maingizo machache ndio unaweza kuswitch. Na kwenye timu kama unavyojua, mchezaji mmoja anaweza kuleta utofauti mkubwa sana kwenye timu au wawili. Kwa nadhani viongozi wangu wamekaa vizuri na wameweza kuangalia ni kitu gani tuweze kukifanya, lakini sio kuwatoa wachezaji kwa mkopo. Kwa kama namaliza naye bora maliza naye. Kwa unamtoa pro wapi Misri unampeleka IHF kweli? Ligi daraja la 3. Swali la mwisho na kufunga. Tumejadili mambo mengi kuhusu Simba na Yanga. Ni unauona mchango, yani ligi kuu ya NBC imekuwa na mchango kiasi gani katika mafanikio ya timu ya Taifa Stars? Sorry, naomba rudia swali. Yes, tumezungumza mengi na natamani niulize swali hili la mwisho. Tumeona Taifa Stars wamefanya vizuri this time around kwenye AFCON mpaka kufika round of 16, sio? Pale nchini Morocco. Ligi kuu ya NBC imechangia kwa kiasi gani kwenye mafanikio ya timu ya Taifa Stars? Mimi naona ligi ina mchango mkubwa sana, kwa sababu tunavyoita ligi namba 6 maana yake imeangaliwa kwa vitu vingi sana. Ligi namba 4. Ligi namba 4, sorry, nimekosea. Ligi namba 4 imeangaliwa kwa vitu vingi sana. Naam. Kwa hiyo kuna quality players kama alivyosema jamaa yangu, kuna muda tunaleta wachezaji kutoka nje ili waweze kuweka changamoto kwa wachezaji wetu waweze kufanya vizuri. Kwa hiyo tumeona wametuletea ushindani, wameleta changamoto, wachezaji wetu wamejifunza mambo mengi sana mpaka tulipofikia sasa hivi tunaweza tukakaa head to head na Morocco tukatoka draw, sio kitu kidogo. Nadhani mechi ya mwisho kucheza na Morocco tulifungwa kirahisi sana. Naam. Yes, kwa hiyo hata AFCON ile iliyopita walitupiga ndani 7. Yep. Yes, kwa hiyo sasa hivi tuna wachezaji wameimprove, tuna quality players, beki wetu wazuri sana ambao wamepata ushindani mkubwa kutoka kwa wachezaji wa nje. So NBC Premier League imesaidia sana kukuza mpira wetu wa Tanzania. Kwa kufunga Nehemia, mchango wa ligi kuu ya NBC katika ukuaji wa timu ya Taifa Stars? Kwa mimi ni mkubwa sana, ni zaidi ya 90%. Naweza nikasema kwa sababu nadhani unapoleta wachezaji wazuri kutoka nje pia wanawapa challenge wachezaji wetu wa ndani. Sahihi kabisa. Kwa mchezaji wa ndani anatamani aweze kumzidi mtu fulani. Nadhani unaona kwenye timu kama za Simba pia hata Yanga, baadhi kwa mfano wing backs zile, wachezaji wa ndani ndio wanaozidominate. Maana ndo hata yule Mohamed Hussein kaenda Yanga amshua muda mfupi, yeye ndo atakuwa namba 3 anayetegemewa. Kwa hiyo inawapa challenge kubwa wachezaji wetu, kana kwamba wanaona kwamba fighting spirit inaongezeka, kwamba kwa nini mtu atoke Zambia aje anizidi mimi hapa, au atoke Misri aje anizidi mimi hapa. Kwa hiyo kwanza ni bravo kwa NBC Bank yenyewe kuweza kufikiria kwamba tuingie kwenye mpira, na imeweza kuweka kitu kwenye masikio ya watu. Nadhani sehemu nyingi sana, Zambia, Kenya, wapi, wao wenyewe wanatamani tukacheze ligi kuu ya Tanzania NBC Premier League. Kwa hiyo ina mchango mkubwa sana kwenye ligi yetu na kwenye timu ya Taifa Stars.
Na kama unavyojua bwana, katika timu yetu ya Taifa Stars kiukweli tunaweza kusema kimtaani Taifa Stars ni Yanga. Umesemaje? Taifa Stars ni Yanga. Bwana Huo ni ukweli kabisa. Unajua nigombanisha na Nehemia bwana. Tumecheza mechi nyingi hapa tukafungwa. Kuna usemi wanasema bwana, ukishindwa kushinda basi hakikisha usifungwe. Sasa tunachofanya tusifungwe ni Yanga. Kwa namna gani hapo? Umepigaje hapo? Okay, tuna full back za Yanga na ndo za timu ya taifa na zitaendelea kuibeba timu ya taifa. Nadhani tunajua kwamba Morocco lile goli moja lilipata kwa tabu sana. Wengi walishindwa kupita ule ukuta. Ukuta upi huo? Ukuta wa big brain defender na Askari Baka. Unajua ndugu yangu hapa. Umemsahau Bakari Nondo Mwamnyeto, amekuwa na michuano mizuri sana msimu. Nondo Mwamnyeto alibeba timu sana, nadhani katika ile game ya Morocco ndo alikuwa anaimbwa. Captain fantastic sana, ni sahihi. Tukiweka ushabiki pembeni, Bakari Nondo Mwamnyeto alikuwa na AFCON bora na alikuwa ni kama tukisingwa out mchezaji bora katika AFCON hii, basi hatuwezi kumwacha Bakari Nondo. Yote inategemea na klabu gani sasa huko mimi sitaenda. Wanapata nini kwenye klabu zao? Si huko mimi sitaenda. Na kwa kuwa umeyasema hayo, tumpe kijiti Nehemia tumsikie. Sijui kama atakuwa la kusema, lakini la kusema lipo. Nadhani utakubaliana na mimi, Tanzania hii na Afrika kwa ujumla sasa, sidhani kama kuna namba 2 ambaye anaweza kupiga close za kusababisha magoli kama Shomari Kapombe. Kapombe alikuwa kwenye top 10 ya nomination ya wachezaji bora. Exactly. Nadhani kama ilikuwa mechi kwa kama sio Tunisia, ilikuwa ni timu gani? Alipiga close nzuri sana ambao kama Msuva angekuwa makini ilikuwa ni goli. Kwa nataka kusema Msuva amefanyaje pale? Kwa Nehemia mbona nadhani hata akiona interview atajua mwenyewe kwamba si nilifanya kitu gani. Lakini Kapombe ni mtu muhimu sana, na kipa kama singeweza kuumia, kipa namba 1 ya Simba, na alikuwa considered kama ndio kipa namba 1 ya timu ya taifa. Baada ya kuumia ndio ikaja Foba au nani ya huyu mwingine ambaye amedaka hivi Masalanga daka juzi. Lakini na imani wachezaji wa Simba wako vizuri na wanaweza kuwa na impact, lakini kocha yeye ndio mtu ambaye anamkumbuka leo niende na huyu kwa sababu pia hii kauli ya huyu bwana kusema kwamba timu ya Taifa Stars ni Yanga. Hii kauli unaichukuliaje? Haichezi Yanga pale pale wanavaa jezi ya Tanzania na wanacheza wachezaji wote. Yanga walikuwa beki watatu. Kwa bila midfielders pale, bila strikers waweza kuzuia. Sio Yanga tu pale. Alafu yeye atakuja kusema hawakuepo wachezaji wa Simba pale katikati na mbele. Yaani lengo lake ni kwamba anataka kusema ile heroism ya Taifa Stars ni Yanga ndio wamesaidia. Kaka pale ungepeka Yanga tulikuwa nakula hata 5. Tunakulaje kama wakati mabeki ndio wale ambao Hakimi pale hivyo ni mikupatia kweli ile. Hakimi mechi ya mwisho si alicheza, alifanya nini? Sawa, lakini wale mikupatia kweli. Ibrabaka pale. Pale katika huyo mtoto anaitwa Masunga nani yule? Yule Masunga. Mabula. Alphonse Mabula. Kalinda wale watu kule. Lakini bila yule mtoto kule nadhani nisiongee mengi sana, unajua. Ile ni timu ya kwenye uzalendo na ni timu ya taifa. Nani? Mimi nashukuru kwa hichi ambacho mmekitazama, na mimi hapa nilikuwepo katikati. Lengo kubwa ilikuwa ni kuwazuia hawa jamaa, yani kuwazuia wasigombane. Nilikuwepo katikati hapo kuhakikisha kwamba ngumi haitoki upande wa kushoto kuja upande wa kulia, wala upande wa kulia hawezi kurusha ngumi kuelekea upande wa kushoto, kwa sababu siku zote ikiwepo Simba na Yanga zimehusika, basi patachimbika, ni moto unawaka. Nashukuru ambao mmekuwa kutazama, kwa sababu hii ni fan zone na ndio mwanzo kwanza tunaanza. Tutegemee mengi yajayo. Kushoto kwangu alikuwepo Ali Saidi, shabiki wa Yanga kutoka NBC Bank. Lakini kulia kwangu ni Nehemia Mwakasonda, shabiki wa Simba kutoka NBC Bank. Na mimi ni Gabriel Hugo kutoka NBC Bank, ambaye nilikuwepo kuhakikisha kwamba ngumi hazitopigwa katika siku ya leo. Basi katika kufunga mtanange wa siku ya leo, Nehemia Mwakasonda na Ali Saidi itabidi wa shake hands kwa ajili ya kuhakikisha kwamba bwana, kila mtu atatoka hapa no feelings attached, kwamba kila kitu kinaenda sawa na kila mtu amefurahia kutoka moyoni, na ndio mambo ya utani wa jadi. Basi tupeane mikono kwa ajili ya nimkabidhi na jezi ya msimu huu. Unamkabidhi ana jezi ya msimu huu. Alafu kwenye swala la jezi pia anayo msimu huu. Swala la jezi pia msimu huu. Jezi za msimu uliopita. Chukua hiyo. Ubora wa jezi unaonaje? Kwa sababu ya huyu mtu. Ni ya Simba. Huyu ni mchezaji anapatikana ya Simba. Simba lakini hapo mimi chukua ya kwangu ipo chini. NBC daima karibu nawe.